Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu tena jioni ya leo ya tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2015, ikiwa ni kwa mara yetu ya kwanza tunaweza kusema toka kuumbwa kwa ulimwengu kuweza kukanyaga katika ardhi hii ya Ilemi. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya Baba Askofu Moses Mwamasangula kwa ajili ya kutukubali kama wanawake. Asante sana mama kwa ajili ya ukaribisho. Tunajua ya kwamba sio madhabahu nyingi zinazoweza kuachilia mwanamke akanena kitu cha Mungu katikati ya madhabahu. Lakini kwa yule ambaye amekombolewa na anajua nini kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya mwanamke, hataweza kuzuia kumsimamisha mwanamke kwenye madhabahu, kwa sababu anacho kitu kikubwa ndani yake ambacho kinaweza kuzalisha kitu cha tofauti. Haleluya. Jina langu naitwa Betty Samson Zani. Ni mke wa mume mmoja halali. Mungu ametujalia kupata watoto wawili. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya timu nzima ya Uwezo wa Mwanamke. Leo muda wetu umekwenda, lakini kesho nitawapitisha wote hapa mbele ili waweze kulisalimia kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kama jina la huduma yetu linavyofahamika ya kwamba sisi ni Uwezo wa Mwanamke, tunapatikana katika kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 5. Nitahitaji aliyepaona asome ili mjue tumetembea katika maono gani. Tito sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 5. Neno linasema hivi. Tito mlango wa 2 mstari wa 3 mpaka wa 5. Mstari wa 3 inasema, vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Kristo lisitukane. Haleluya. Kama wanawake wa Uwezo wa Mwanamke ndipo tunapopatikana. Vivyo hivyo imewapasa wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Mnaweza mkatutazama mkatuona ya kwamba sisi sio wazee. Sio wazee katika ulimwengu wa mwili, lakini katika ulimwengu wa roho tayari tumepikwa, tumeiva, tuna ukomavu, na ndio sababu tunaweza kusimama na kuzinena siri za Mungu. Haleluya. Kazi yetu kubwa ni kumtia mwanamke akili ili ajitambue ya kwamba yeye ni nani, aweze kujua namna ya kumpenda mume wake, aweze kujua namna ya kuwa safi. Mwanamke kunuka kikwapa unalitukana jina la Mungu. Haleluya. Sijui mmenielewa eh? Mwanamke kunuka kikwapa ni kulitukana jina la Mungu. Tumeambiwa jinsi ya kutunza watoto wetu. Mwanamke anayejitambua huwa anajua kuwatamia na kutunza watoto wake. Haleluya. Haleluya. Hiyo ndio misimamo ya Uwezo wa Mwanamke. Kwa hiyo nataka nianze kukuweka sawa mwanamke uliyeko mahali hapa. Sisi mara nyingi wanawake wakija kwetu kutuletea mashtaka ya ndoa, mtuhumiwa namba 1 ni mwanamke mwenyewe. Kwa sababu umeshindwa kukaa kwenye nafasi yako. Haleluya. Haleluya. Tunamshukuru sana Roho Mtakatifu kwa kutupa neema ya kukanyaga mkoa wa Mbeya. Haikuwa rahisi kama tunavyoona, lakini Roho Mtakatifu imempendeza kuweza kuweko mahali hapa. Na inawezekana gharama zote tulizoingia ni kwa ajili ya mwanamke mmoja tu, na ambaye ni wewe. Inawezekana
Inawezekana gharama zote tulizotumia ni kwa ajili ya mtu mmoja tu, na wengine wakawa ni wasindikizaji. Ni rahisi sana wengine wakawa wamekuja kuona waimbaji, lakini Mungu ameingia gharama kwa ajili ya mwanamke mmoja. Kwa siku hizi 4 tutakazo kuweko mahali hapa, na nataka tulitangazie anga la Ilemi ya kwamba wanawake tumeingia kazini ndani ya hizi siku 4. Yes. Katikati ya anga la Ilemi ni lazima litambua na kuelewa ya kwamba bendera ya Yesu lazima ipepee mahali hapa. Bahati mbaya huwa hatuna mchezo na shetani, huwa hatuchezi na shetani. Hata shetani pia anatutambua, na ndio sababu inakuwa rahisi kuacha vitu vyote na kusahau vitu vyote ili tu kulisimamisha kusudi la Bwana mahali. Ninataka kukuambia wewe mwanamke ni mtu wa thamani sana. Kwa hizi dakika chache ambazo ziko mbele yetu, tusi neema ya Mungu itusaidie kufika mahali. Nina somo nililolipa kichwa cha mwanamke anayeweza kufuta historia mbaya katika maisha yake au uzao wake. Mwanamke anayeweza kufuta historia mbaya katika familia yake au uzao wake. Lakini huwezi ukafuta hizi historia kama hujajijua au hujajitambua. Nitakwenda taratibu ili tuweze kuelewa. Sijajua mwanamke kama umeshawahi kujiuliza mahali popote ambapo Mungu amekuweka ni kwa sababu gani amekuweka. Ni rahisi sana kuona ya kwamba umeolewa ili uende kuzaa watoto au kusonga ugali. Na ukiwa na mtazamo wa namna hiyo, hautaweza kufanana na mwanamke ambaye ninamsema jioni ya leo, anayeweza kufuta historia mbaya ndani ya familia au uzao wake. Mara zote ninaposimama mahali popote, huwa nasema Mungu alipokuwa akimtengeneza mwanamke, aliingia gharama kubwa sana, tofauti na alipokuwa akimuumba mwanaume. Uliumbwa kwa kufikiriwa wewe kama mwanamke. Tunaposoma Biblia, kile kitabu cha Mwanzo, unaweza kusema ya kwamba mwanaume na mwanamke waliumbwa wote kwa pamoja. Ni kweli hiyo picha Mungu alikuwa nayo katika ulimwengu wa roho ya kumuumba mwanaume na mwanamke kwa wakati mmoja. Lakini ilipokuwa inakuja kutokea katika ulimwengu wa mwili, alitangulia kutolewa mwanaume. Kwa sababu gani? Mwanamke ni mtu wa thamani ya ajabu sana, anaumbwa kwa kufikiriwa. Na wakati mwingine tunasema ya kwamba mwanamke yeye ni mfupa, sio udongo. Tunajua Adamu alifinyangwa kwa udongo, akapuliziwa pumzi. Lakini wakati anatokea mtu anayeitwa mwanamke, alitolewa kwenye mbavu. Na kama alitolewa kwenye mavu, matilio ya mwanamke ni matilio ya thamani sana. Sasa lazima ujiulize, ulipotolewa pale kwenye mbavu, lile pengo lililobakia pale, nani anatakiwa kulitunza? Bwana Yesu asifiwe. Sasa historia ni kumbukumbu zilizorekodiwa za maisha ya nyuma au vitu vilivyokwisha kufanyika huko nyuma au vitu vilivyokwisha kunenwa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa ambapo tupo, kila mmoja ana historia katika maisha yake. Una historia ya ukoo wa baba yako na una historia ya ukoo wa mama yako. Bahati mbaya sana ukapata neema, sijui ukaolewa
kule unakokwenda kwa yule mwanaume ana historia yake, historia ya upande wa baba yake na historia ya upande wa mama yake. Sasa ni mwanamke mmoja tu anayejitambua, mwenye ufahamu sahihi, anayeweza kusimama na kufuta historia mbaya katikati ya familia na uzao wake. Kuna mtumishi mmoja nilikuwa nikimsikia akizungumza mwezi wa 5. Akasema ya kwamba unajua sisi wa Afrika tuna historia mbaya, historia za miungu, historia za uchawi, historia za mizimu. Na ndio sababu wakati wowote tunaosimama ili kuomba, hatuoni uzuri wa Mungu kwa sababu ya historia yetu. Tunaona historia ile ya wazazi wetu huko nyuma, tunasimama kuanza kukemea mapepo badala ya kusema wema wa Mungu wanitosha, kwa sababu ya historia. Tumezaliwa tukisikia habari za uchawi. Tumezaliwa tukisikia habari za misukule. Tumezaliwa tukisikia habari za laana, ya kwamba baba yako alikwenda mahali fulani kutafuta utajiri. Alivyofika mahali kule, alitoa kafara, na ile kafara ilikuwa inahusisha watoto wote wa kike. Kwa hiyo iko laana ambayo imeshikilia uzao wa huyu baba, laana ya watoto wa kike kuanzia kizazi cha kwanza mpaka kizazi cha 4. Mwanamke ukajikuta ya kwamba kwa nini kila jambo ninalolifanya halifanikiwi? Kwa nini mimi nimeshindwa kuolewa? Kwa nini nyumba yetu huwa tunazalia nyumbani? Mama, unaweza ukafika mahali, kwa nini watoto wangu huwa hawaolewi? Historia mbaya imecholwa kwenye hiyo familia. Lakini yuko mwanamke mmoja ambaye anajitambua, anaweza kusimama na kuifuta historia mbaya katikati ya familia na uzao wake, mpaka kitu cha kimungu kikaweza kuzaliwa. Nikamshangaa sana Roho Mtakatifu akaniletea habari za Gehazi wakati nalitafakari hili somo. Hebu tufungue kitabu cha Wafalme, Wafalme wa pili sura ya 5. Unaweza ukawa umeshawahi kuzisoma hizi habari, lakini leo Roho Mtakatifu anatufundisha kwa namna nyingine. Wafalme wa pili 5 mstari wa 20 mpaka 27. Lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama bwana wangu amemwachilia huyu Naamani. Kabla sijaendelea kusoma hapa, hizi zilikuwa ni habari za Elisha, namna alivyoweza kumponya Naamani ukoma. Kwa hiyo baada ya kumponya ukoma, Naamani alikuwa anataka kuachilia zawadi kwa mtumishi wa Mungu. Lakini Elisha aliambiwa kwamba asivipokee vile vitu. Kwa hiyo akawa amemuacha aondoke na zile zawadi zake. Sasa huyu aliyekuwa ameambatana naye, mtumishi wake Gehazi, alipoona hivyo, ndani ya moyo wake alivitamani vile vitu. Sasa ndio kuanzia huo mstari anasema hivi, lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama bwana wangu amemwachilia huyo Naamani Mshami, asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta, kama Bwana aishivyo. Mimi nitamfuatia mbio nipokee kitu kwake. Basi Gehazi akamfuata Naamani, naye Naamani alipoona mtu apigaye mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini amlaki, akasema, je, ni amani? Akasema, amani. Bwana wangu amenituma kusema, tazama sasa hivi wamenijilia kutoka milimani mwa Efraim vijana 2 na wana wa manabii, uwape na kuomba talanta ya fedha na mavazi 2. Ni vitu ambavyo Gehazi alivitunga, wala hakuambiwa na huyu mtumishi wa Mungu. Naamani akasema, uwe radhi ukatwae talanta 2,
akamshurutisha, akafunga talanta 2 za fedha ndani ya mifuko miwili na mavazi mawili, akavitwaa, akawatwika watumishi wake wawili, nao wakayachukua mbele yake. Mstari wa 24. Naye alipofika kilimani, alivitwaa mikononi mwao, akaviweka nyumbani. Akawaacha wale watu kuondoka, nao wakaenda zao. Lakini yeye akaingia, akasimama mbele ya bwana wake. Elisha akamwambia, watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakuenda mahali. Akamwambia, je, moyo wangu haukuenda na wewe hapo ulipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na Mstari wa 27. Elisha anamwambia Gehazi, basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Haleluya. Nawe utapata ukoma wewe pamoja na uzao wako hata milele. Sasa chukua, Gehazi umefika wakati wa kuoa. Anatafuta mke. Akampata msichana mrembo kama wewe. Akaja akakuchumbia. Akakulipia mahali, mkafunga ndoa kanisani. Mmeingia ndani ya ndoa. Unazaa watoto. Kila mtoto anayetoka amekutwa na ukoma, bila wewe hata kujua nini sababu ya mimi kuzaa watoto wenye ukoma. Jambo ambalo alilishiriki mume wako wewe pasipo kujua linaleta mateso juu ya uzao wa tumbo lako. Mungu jioni ya leo anatafuta mwanamke mmoja atakayeweza kusimama na kuweza kufuta historia mbaya katikati ya familia na uzao wake. Mama, umekaa umenong'oneka. Umekaa umesikitika. Unashindwa wakati mwingine hata kulala. Watoto wamekuwa mabinti hapo nyumbani, wanazaa tu watoto. Unafanya kazi ya kulea wajukuu. Umewalea wao na unaanza kulea watoto wao. Unajiuliza, ni wapi nilipokosea? Bwana, ni dhambi gani niliyotenda? Hakuna dhambi uliyotenda isipokuwa baba wa watoto aliingia laana ambayo imekuja kuambukiza mpaka kwa watoto. Ni lazima macho yako yatiwe nuru ili kujua ni mahali gani ambapo pamekwenda vibaya, uweze kusimama na kuifuta hiyo laana ndani ya uzao wa tumbo lako. Uzao wa mwanamke. Na nataka nikueleze jioni ya leo ya kwamba watoto ni mama. Wababa msinichukie, lakini ni kibibilia. Watoto ni mama. Mtoto amekombolewa, kuna mwanamke amesimama amepiga goti. Mtoto amepata laana, kuna mwanamke ameondoka kwenye nafasi yake, anafanya mambo yasiyofaa. Ni kwa nini mwanamke anakuwa ni mtu anayeishi katika hali za mateso wakati wote? Ni kwa nini mwanamke anakuwa ni mtu ambaye anapata pressure na vidonda vya tumbo wakati wote? Kipo kitu ambacho Mungu amekipanda ndani ya mwanamke, ambacho hicho kitu akishindwa kukitumia vizuri kinamlemea. Mungu anatafuta mwanamke atakayefuta historia mbaya katikati ya uzao wa tumbo lake, katikati ya familia yake. Nilizaliwa kwenye familia ya mitala. Na nilipozaliwa sikuweza kujua nini ambacho baba yangu aliingia maagano na miungu ya kigeni.
Lakini kukawa na hali fulani ya maisha ambayo tunaishi. Siku moja tukakaa kama watoto wa kike, tukajiuliza, ni kweli tulizaliwa katika mazingira ambayo hayakumpendeza Mungu, lakini halikuwa kosa letu. Bwana Yesu asifiwe. Na madam Mungu amejua na kutufungua ufahamu, tukaweza kukaa chini na kujiuliza. Tulikuwa na tatizo moja, kaka zetu hakuna mahali wanavuka. Haijalishi wanafanya kazi yenye kipato kikubwa kiasi gani, lakini kuna mahali ni kama kuna mstari ulichorwa ya kwamba uzao wa tumbo la huyu baba, watoto wote wa kiume hawatavuka mahali hapa. Ikawa inatutesa kama watoto wa kike. Tukaamua kukaa na kushauriana kwa sisi watoto wa kike ambao tumeokoka ndani ya ile familia. Tukasema hapana, lazima kuna kitu ambacho kilifanywa na wazazi wetu kimesimamisha laana juu ya watoto wa kiume. Kwa nini wana kazi nzuri hawachanui? Tukaamua kuingia kwenye maombi. Tumeingia kwenye maombi na mpaka dakika hii bado tunaomba. Akatokea mwanaume mmoja akamjua Yesu. Na huyu mwanaume baada ya kumjua Yesu, ndipo tukaanza kuona anaanza kuvuka ule mstari ambao walicholewa kama watoto wa kiume na kuingia ng'ambo ya pili. Haleluya! Haleluya! Sasa unajua hiki kitu nakwambia ni historia ya familia yangu. Pata picha hao mawifi zetu wanaoingia kwenye hiyo familia. Hawajui ya kwamba wameingia kwa watoto wa kiume ambao tayari walishatamkiwa laana ya kwamba kazi mtafanya lakini mafanikio hamtayaona. Yamkini ni miaka 100 imeshapita huko nyuma, lakini hiyo laana bado inafanya kazi. Sasa mwanamke, wewe ukiingia pale na kutambua na kukaa kwenye nafasi yako, utaanza kumnungunikia yule mwanaume ya kwamba hajitambui. Shida haiko kwa yule mwanaume. Madam Mungu amekupa neema ya kuolewa kwa huyo baba, anataka uifute hiyo historia mbaya, ibadilike kiwe kitu kizuri. Haleluya! Kama wanawake wa Uwezo wa Mwanamke, tulikataa kutembea katika historia. Haleluya! Tulikataa kutembea kwenye historia kwa sababu tukaijua siri alionayo mwanamke ya kuweza kufuta historia mbaya. Nikaja kukutana na historia mbaya ya upande wa mama yangu. Hiyo niliyokuwa naizungumza ni ya upande wa baba. Mwanamke ukijijua, hutakaa kwenye vibaraza na kupiga umbea. Muda wako ni muda wa kuomba na kumtafuta Mungu wakati wote. Muda wako ni kutafuta siri za Kristo, ya kwamba nifanye mbinu gani ili kutoka kwenye huo mtego. Wanawake wanaokaa kwenye vibaraza na kuongea hawajajitambua. Sisi wanawake tunaojitambua hata muda wa kwenda kwa rafiki hatuna. Tunaye rafiki mmoja ambaye ni neno. Tukikutana tuko kwenye neno, tukipiga story tuko kwenye neno. Baada ya hapo unakaa mwenyewe unamtafuta Mungu, kwa sababu iko historia mbaya ambayo imekuzunguka. Nani alikwambia Mungu aliumba mtu maskini? Nikaja kwenye historia ya upande wa mama yangu, nikaja kugundua wakifika muda fulani wanafiwa na waume. Wanakuwa ni wajane. Nikaja kwa mara ya pili, nikaja kugundua hawavuki miaka 50. Bibi yangu alikufa akiwa na miaka 42. Mama yangu alikufa akiwa na miaka 45. Na mjomba wangu nimezeka juzi akiwa na miaka 44. Ambaye
ameweza kufika 50 na hakuvuka ni mama yangu mdogo, tulimzika akiwa na miaka 50 net. Sasa juzi nikawa kwenye msiba, akanifuata shangazi yangu, mke wa mjomba wangu, akaniambia, mtumishi, unalionaje hili? Nikamuuliza, lipi? We huoni kama hawa watu wanakufa kipindi cha miaka kuanzia 40 mpaka 50? Nikamwambia nalijua. Sasa tunafanyaje? Nikamwambia, wewe unafikiri siri iliyopo hapo ni kufanya nini? Kwa sababu kama hauna Mungu unaenda kwa mganga wa kienyeji. Lakini madam mimi nilishalitambua toka kipindi mama yangu anakufa, tulikaa chini tukaliangalia, tukagundua wanakufa kwenye umri mdogo na bado huwa wanaachwa wajane. Nikasema mimi ni mwanamke niliyotoka kwenye tumbo la huyu mama. Sijajua ni maagano gani ambayo wazazi wangu waliingia. Sijajua ni maagano gani ambayo bibi na babu zangu waliingia. Lakini maadamu iko damu ya Yesu iwezayo kunena mema, damu ya ukombozi, damu yenye nguvu, nikasimama na kuchora mstari. Nikasema kuanzia hapa hakuna uzao wangu utakao kufa chini ya miaka 50 kwenda mbele. Iko miaka ambayo Mungu ametupangia. Amesema ni miaka 70, zaidi sana ni 80. Kwa nini ninatembea kwenye laana ya kufa chini ya umri mdogo? Nimelibeba kusudi la Mungu ndani. Kwa nini shetani aniondoe kabla ya wakati wangu? Nikaijua hiyo siri, nikasema Mungu ameweka nguvu ya kuzalisha ndani. Mungu ameweka nguvu ya kuumba ndani. Nitasimama na kufuta haya maneno. Nitasimama na kufuta hii laana mpaka uzao wangu umekuwa salama. Unalalamika una mwanaume mzinzi. Cheki historia. Tazama historia. Tunatafuta mwanamke anayeweza kuifuta hiyo historia. Mungu hakuumba mwanaume mzinzi. Vyote alivyoviumba Mungu vilikuwa ni vyema. Anasema aliumba siku 6, akakaa akavitazama. Tazama akaviona ya kwamba ni vyema. Nani alikwambia Mungu aliumba mwanaume malaya? Sisi tunaomjua Mungu hatujaolewa na wanaume malaya. Hatujaolewa na wanaume malaya. Haijalishi mwanaume wako anarudi asubuhi, haijalishi amelala nyuma, lakini sijaolewa na mwanaume malaya. Nimeolewa na mwanaume mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo nitasimama na kuifuta historia mbaya ambayo imesababisha ashindwe kutulia. Nina mwanaume mtumishi wa Mungu. Haleluya. Ngoja nikwambie kitu. Mwanaume huyo ambaye wengine wanashindwa, mwanaume huyo sisi tunamuweza, kwa sababu tunaye simba wa kabila la Yuda ambaye ni mfalme wa wafalme. Asili yake ni kugeuza mambo kutoka chini kwenda juu. Asili ya huyu mwanaume ni kugeuza vibaya kuwa vizuri. Haleluya, haleluya. Mwanamke jitambue. Mwanamke jielewe. Ni nani alisema tumezaa watoto malaya? Ni nani alisema tumezaa watoto machangudoa? Hatujazaa watoto machangudoa, wala hatujazaa watoto mateja. Tumezaa watoto ambao ni watumishi wa Bwana. Hebu ifute hiyo historia mbaya ambayo watoto wako wamepewa majina kwa sababu watoto wako ni watumishi wa Bwana. Haleluya. Ndio maana mnatuona tunashindwa kutulia, kwa sababu tumetambua shetani ameukamata ufahamu wa mwanamke, na kwa sababu anaijua nguvu iliyoko ndani ya mwanamke.
kaikamata ile fahamu, kamkalisha chini na kumwambia ya kwamba wewe mwanamke huwezi. Ninakutangazia jioni ya leo ya kwamba mwanamke unaweza. Tena mwanamke inuka uangaze, kwa sababu nuru ya Kristo imekuzukia. Haleluya! Aibu sio mafungu yetu. Umaskini sio mafungu yetu. Weka picha umeolewa na Gehazi ambaye alishatamkiwa laana ya kwamba wewe na uzao wako milele yote utazaa watoto wenye ukoma. Umezaa watoto wa namna gani? Ashukuriwe Roho Mtakatifu aliyeyaleta mafunuo haya jioni ya leo ndani yetu. Maana hatutakuwa kama tulivyo. Hatutakuwa kama tulivyo. Haleluya, haleluya. Wewe ni mwanamke simba jike. Unaweza kubadili historia hata ya mtaa wako. Unaweza kubadili historia ya mtaa. Unaweza kubadili historia ya taifa lako. Ni mwanamke anayeweza kubadili historia ya taifa. Na ndio sababu kipindi kile cha Wayahudi walisema tuwapate wapi wanawake wanaojua kuomboleza? Kwa sababu Mungu alijua mwanamke anaweza kufuta historia mbaya. Wako wapi wanawake wa Tanzania leo wanaoweza kufuta historia mbaya katikati ya taifa letu? Unaweza ukawa hauelewi, lakini mwaka huu tunamhitaji Mungu kuliko miaka mingine yote ambayo umewahi kumhitaji Mungu kama taifa la Tanzania. Na tumesema tunaomjua Mungu hatutaki ushabiki. Tunataka tukae na Mungu, alafu Mungu atupe ramani ya kuomba kwa ajili ya taifa la Tanzania kama wanawake, na kufuta historia yoyote mbaya iliyotamkwa ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Haijalishi baba wa taifa alipokuwa akipata uhuru miaka 50 iliyopita alifanya kitu gani au alitoa mazindiko gani. Tunayo damu ya Yesu, damu yenye nguvu, damu iwezayo kunena mema, inayoweza kufuta hati za mashitaka na kutuweka huru. Taifa likipata shida, mwanamke na mtoto ndiye anayehangaika. Kamkao wa kumtafuta Mungu. Kwa sababu nikwambie siri, kama mwanamke humjui Mungu, huwezi kuifuta historia mbaya. Kwa sababu historia mbaya inafutwa kwa neno la Mungu. No shortcut. Hakuna uganga wa kienyeji. Mungu hanaga shortcut. Anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Alafu anasema mahali pengine, na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Unataka kumwona Mungu ndani ya ndoa yako, ni lazima ujue kumtafuta. Unataka kumwona Mungu kwa watoto wako, ni lazima ujue kumtafuta. Unataka kumwona Mungu ndani ya uchumi wako, lazima ujue kumtafuta. Haleluya, haleluya. Tunaye mwanamke mmoja mjane katika Biblia aliyeweza kufuta historia mbaya juu ya watoto wake waliotaka kuchukuliwa kupelekwa utumwani kwa ajili ya madeni ya baba yao. Baba akope pesa, watoto wapelekwe utumwani. Wapi na wapi? Wapi na wapi? Huyu mwanamke wa kitabu cha Wafalme angekuwa hamjui huyu Mungu, watoto wake wangeitwa ni watumwa, kwa sababu walikuwa wanachukuliwa kupelekwa utumwani. Walipe deni la baba, inahusu. Na kwa nini hivi hawakumchukua mama? Kwa nini wachukuliwe watoto? Hili mwanamke lilikuwa linajitambua.
likasema no way, aliyekopa ni mume wangu, alafu huyu mume wangu alikuwa ni mmoja wa manabii. Kwa nini nisiende kwa huyu mtumishi wa Mungu na kumwambia ya kwamba Bwana, mimi ni kweli mume wangu alikopa na sasa amekufa, na wewe unajua ya kwamba alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Sasa watoto wangu watachukuliwaje kupeleka utumwani? Elia anamwambia, unataka nini? Una kitu gani nyumbani? Unaweza ukaletewa swali kama hili hata usijue una nini. Huyu mwanamke alijua ya kwamba nyumbani kwake kuna chupa moja ya mafuta. Akamwambia, nenda kaazime vyombo kwa majirani zako, tena usivitake vichache, nenda kavitake vingi. Huyu mwanamke akatoka akaenda kuvitafuta hivyo vyombo. Sasa sijawasemea mstari kwa sababu tunatakiwa kulijua neno. Ni kweli na kuachia homework. Utakuja kusema ni habari zinazopatikana wapi? Haleluya. Haleluya. Ukilijua neno mistari inashuka yenyewe. Haleluya. Na ndio katika kufuta historia unatumia hayo maneno. Unatumia neno la Mungu. Yule mwanamke hakujitazama ya kwamba mimi ni mjane. Nione huruma jamani, mimi ni mjane. Unajua ya kwamba mume wangu amekufa, utachukuaje watoto wangu waende utumwani? Shetani huwa angalia kwamba wewe ni mjane. Kama kuna wajani mahali hapa, tia akili. Shetani huwa angalia kwamba wewe ni mjane. Akikuamua kukugonga, anakugonga kweli kweli. Haleluya. Haleluya. Kuna wanawake wanaojitambua hata majina ya ujane huwa wanayakataa. Wanalijua ya kwamba wao ni waume wa Yesu. Yesu ni mume wa wajane. Kuna mjane mmoja anasema, ukimwambia umependeza, anakuambia mswiti wangu amenivalisha. Usipojua ya kwamba huyu dada ni mjane, mume wake anampenda na anajidai anaringa. Gari lako ni zuri, anakuambia yes my sweet darling. Anamuita hivyo Yesu kwa sababu anajua ni mume wake. Ndivyo neno linavyosema ya kwamba yeye ni mume wa wajane, tena ni baba wa yatima. Sisi tulikuwa tumeondokewa na wazazi wakati bado wadogo. Nakumbuka nilikuwa ndio kwanza nimeolewa na miezi 6. Likaanza neno la uyatima. Lakini Bwana Yesu anajua kutunza. Yesu anajua kulea. Walitupa mwaka mmoja ya kwamba na tutawaona hawa walijivuna sana. Kumbe hawa watoto wanajua ya kwamba wanaye baba anayejua kutunza kuliko baba wa mwili na damu na nyama. Hutakaa maisha ya kinyonge hata siku moja. Ukimjua Mungu, ukiyajua majina yake, ukizijua sifa zake, hutakaa maisha ya unyonge hata siku moja. Mwanamke, kwa nini unajikunyata? Mwanamke, kwa nini unajihurumia? Mwanamke, kwa nini unalialia? Nyakati za kulia kwa ajili ya mateso tulizitupa miaka mingi iliyopita. Ukiona tunalia ni kwa ajili ya wema na uzuri wa Bwana. Unasimama, unautafakari uzuri wa Jehova, ya kwamba ilikuwa ni mwaka 2000 alipomtoa mama yangu, na sasa ni mwaka 2015. Umenifanya ning'are Bwana, umenifanya nizidi kukua, umenifanya nizidi kupendeza. Machozi ya furaha yanatoka. Mimi najitambua, nianze kukaa chini. Huyu baba leo siku ya 3 hajarudi nyumbani. Wewe shindwa kwa jina la Yesu. Shindwa kwa jina la Yesu. Huwa tunasema raha tunajipa wenyewe. Hajaonekana siku ya kwanza, nunua kuku kale. Hajaonekana siku ya pili.
sisi kule Dar es Salaam tunaenda beach. Unapiga kiwalo cha maana, alafu unaenda beach. Asante Yesu, ukutane naye umepiga kiwalo cha maana, anaanza kusema kulikoni. Haleluya, haleluya. Hakuna kufa kwa stress mwanamke, hakuna vidonda vya tumbo, maana tuna furaha ya Bwana imekuwa ni nguvu zetu. Hatuna muda wa kutafakari mwanaume amerudi au hajarudi. Tuna muda wa kutafakari ni jambo gani ninalotakiwa kulifanya kwa ajili ya wanawake wa mkoa wa Mbeya. Tuna safari ya kwenda Mbeya. Tunafanya nini ili hawa wanawake wakaweza kukipata cha kimungu? Mkubwa atishiwi nyau hata siku moja. Huyo mwanaume ni mtoto tu, akikua ataacha. Haleluya, haleluya. Yesu aye, Yesu aye, Yesu aye. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Haleluya, haleluya. Tunaye mwamba wa miamba, tunaye simba wa kabila la Yuda, tunaye mfalme wa wafalme, anajua kutusitiri. Tumejificha kwenye mwamba, huo mwamba usiotikisika. Msituone tunanawiri mkafikiri hatuna matatizo. By the way, sisi tumeacha kuyaita matatizo. Tunayaita ni changamoto inayotupeleka kwenye fursa. Haleluya! Yesu mzuri, Yesu mzuri. Anjani muone kwamba Bwana ni mwema. Haleluya. Matatizo tunayo, yamkini nikikuhadisia utashindwa kufika mwisho, lakini nimejificha kwenye mwamba. Sionekani mimi, unaonekana mwamba. Ndio sababu hata ukitaka kuchafua ndoa yangu haichafuki. Unakuta ya kwamba simba wa kabila la Yuda amesimama na amenitetea. Haleluya! Yes, huyo ni Yesu. Ni kiasi cha kuitambua nafasi yako na kuweza kukaa kufuta historia. Wanawake tunaomjua Mungu hatutembei kwenye historia. Wanawake tunaomjua Mungu hatutembei na historia. Historia iliandikwa huko nyuma. Shida mimi huwa sigeuki nyuma, mbele ninaendelea. Kwa hiyo ninayatazama yaliyoko mbele. Ninaziangalia nini ahadi za Bwana. Usichezee mwanamke wa namna hii, kwa sababu anaweza akakusababishia wewe kutokusomeka katika uso wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Nilimshangaa sana Abigaili. Nilimshangaa sana. Huwa nasoma hizi habari, lakini niliposoma katika ufunuo huu nikasema, oh, Mungu wewe ni mzuri. Mwanamke aliyejaa hekima na busara, ambaye hakutazama ubaya wa mume wake, alienda kuomba rehema kwa ajili ya kosa la mume wake.
Hivi wewe mume wako akikosea unachofanya ni nini? Unamtangaza, na zaidi ya yote unaweza kumtafutia hata wahuni wammalize. Baba, mwanamke ni mtu wa ajabu sana. Mwanamke anaua, mwanamke anahuisha. Mwanamke anaitwa Abigaili alimfuata mfalme Daudi, akaenda kuomba msamaha kwa ajili ya kosa la mume wake. Alafu mbaya zaidi, wakati mwanamke huyu anaenda kuomba msamaha, eti Nabali yuko nyumbani ameandaa kalamu, anakunywa pombe. Wakati huyu mwanamke ameenda kutafuta uhai wa mume wake, yeye yuko nyumbani anakunywa pombe. Na alipokuwa akienda kuomba msamaha, huyu mwanamke alibeba na zawadi, hekima. Alafu alipokuwa akimwomba msamaha Daudi, anamwambia usimuue huyu, kwa sababu Mungu wako amekwambia ya kwamba usimwage damu. Anamkumbusha ahadi za Mungu wake. Hajaenda tu kichwa kichwa, alilijua neno. Alisema Mungu wako alikukataza usiue, usimwage damu, na Mungu wako alisema ya kwamba kisasi ni juu yake. Daudi akamrehemu, mume wake akawa salama. Lakini kwa maneno ya yule mwanamke, Daudi, yule Nabali hakuchukua muda. Ndio maana nasema mambo yako yapeleke kwa Bwana. Usitafute kulipa kisasi hata siku moja. Kisasi ni cha Bwana, na Bwana anajua kulipa kuliko sisi tunavyolipa. Yule mwanaume hakuchukua muda, Mungu akamkatilia mbali. Alafu Abigaili akaenda kuwa mke wa mfalme badala ya kuitwa mke wa mpumbavu. Haleluya! Haleluya! Umeona, ile kwake ilikuwa ni changamoto inayompeleka kwenye fursa. Ilikuwa ni changamoto inayokwenda kumbadilishia jina. Badala ya kuitwa mke wa mpumbavu, akaitwa mke wa mfalme. Ndivyo tunavyotakiwa kuwa mimi na wewe kwa nyakati na majira haya. Mwanamke, usikae kizembe. Unayo nguvu ya kufuta historia mbaya kwenye familia yako, kama ambavyo unayo nguvu ya kugombanisha mtu na wifi yake wakagombana. Utakuwa hujanisikia. Kama ambavyo unaweza kuchonganisha watu wakagombana, hiyo nguvu unayo ya kusababisha historia mbaya ikaondoka ndani ya familia yako na uzao wako. Maana wanawake ni wataalamu kweli kwa uzushi, wachonganishi, wagombanishi. Hiyo nguvu unayoitumia kambi ya shetani, itoe ilete kwenye kambi ya Mungu. Alafu uone badiliko litakalotokea ndani ya maisha yako. Haleluya, 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 haleluya. Ndani ya hizi siku 4 tutakazo kuweko mahali hapa, ni lazima historia mbaya zifutike katika maisha yetu, na tukawa tunamwambia Mungu ya kwamba maadamu umetupa neema ya kutia mguu kwenye madhabahu hii, lazima alama ya Kristo iachiliwe mahali hapa, na ya kwamba walipita wanawake wapakwa mafuta wakafuta historia mbaya na kuachilia historia nzuri katikati ya kanisa. Unaweza ukawa hujui baba, lakini katika hili kanisa, katika hii ardhi, kuna historia mbaya sana ambayo ilitamkwa. Mkabaki mnajishangaa kwa nini kanisa haliongezeki. Tukaishia tu ya kwamba Mbeya kuna makanisa mengi sana, kwa hiyo kila mtu anaenda kujichagulia.
Ngoja nikwambie baba, ikifutwa historia mbaya mahali hapa, watu watatoka hata Uyole kuja kupelekea mahali hapa, kwa sababu iko nguvu ya uweza wa Bwana itendayo kazi. Haleluya, haleluya. Nasema na wanawake walioko kwenye hili kanisa, Mungu ameweka nguvu ya kuzalisha ndani ya mwanamke. Msimfanye huyu baba akalemewa. Tunatafuta wanawake wanaojua kuomboleza, wakasimama kuomboleza kwa ajili ya kanisa lao, na utukufu wa Bwana ukalijalia kanisa. Mtu yuko pale mwenye mapepo haingii huku ndani, yanalipukia pale nje. Haleluya, haleluya. Mnakaa kwenye mtaa ambao watoto wa kike wanajiuza, na nyie akina mama mko mnafanya vitu gani? Kuna historia mbaya ambayo shetani ameiachilia kwenye huo mtaa. Mnaelewa kwamba kuna mkuu wa anga huwa anatanda mahali popote pale, lakini ndani ya hilo anga wako wanawake wanalala usingizi, wanaamka saa 3 za asubuhi. Ninakukemea ushindi kuanzia sasa. Mwanamke anayejitambua anaamka kabla usiku haujaisha. Mwanamke ndiye mtu wa kwanza kutengeneza mambo ya nyumba yake. Watu wote wamelala nyumbani kwako, wewe ndio unatakiwa kuamka na kuitengeneza hiyo siku ambayo umeikabili. Mume wako anatoka anaenda huko kazini, anakutana na mikosi na balaa, hujaomba. Mwanamke unalala mpaka saa 2 asubuhi eti kisa baridi. Nadhani umelizika na hali ulionayo. Wako wanawake makomando ambao wakisikia taarifa yoyote mbaya katikati ya mtaa hawalali. Vitanda vyao vinakuwa ni ardhi, kulia na kumlingana Bwana. Haleluya, haleluya. Kwenye kila kitabu, hebu tufungue tusome Mambo ya Nyakati wa Pili. Inasema sura ya 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, toa watu wangu. Ikiwa wanawake walioitwa kwenye keza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao, na kuponya mtaa wao, na kuponya uzao wao. Ikiwa wanawake wako walioitwa na jina la Bwana. Haleluya, haleluya. Hizi sio nyakati za kukaa kwenye vyumba vyetu. Hizi sio nyakati za kukaa kwenye vibaraza vyetu. Hizi sio nyakati za kwenda kutembea kwa mfikemo. Hizi ni nyakati za kutafuta uso wa Bwana. Kila dakika inayopita mbele ya maisha yako ni ya thamani mno kuliko unavyodhani. Bwana Yesu anamtafuta mwanamke mmoja ambaye atasema, Mungu niko mahali hapa, nimekubali Bwana ya kwamba nimetembea katika historia mbaya, na sasa nimelisikia neno lako. Anamtafuta mwanamke mmoja atakayeweza kufanya naye kazi katikati ya mtaa wake, atakayeweza kufanya kazi pamoja na Mungu kwenye familia. Unajua, ndani ya familia Mungu anatafuta mtu wa kufanya naye kazi, kwa sababu anayatazama mateso ambayo shetani amewashikilia ndani ya ile familia. Anaangalia ni wapi nitampata mtu atakayesimama pamoja nami ili tuiponye hii familia. Uko wapi mwanamke wa leo? Huu ni ujumbe ambao Roho Mtakatifu ameamua kuachilia ndani yetu, na neno la Mungu hata siku moja halidondoki bure. Yuko mtu ambaye Mungu anasema naye mahali hapa.
Yuko mwanamke mmoja ambaye Mungu anataka kumtoa mahali penye gereza alilofungwa na kumweka huru. Yuko mtu mmoja ambaye Mungu anataka kuwa na ushirika naye ili kuweza kubadilisha historia mbaya katikati ya uzao wake. Ninaomba tusimame. Huu ni wakati wetu wa kujiliwa na Bwana. Ili uwe mwanamke utakayeweza kufuta historia mbaya ndani ya maisha yako, ni lazima useme ndio kwa Bwana. Kutoka kwetu Dar es Salaam kuja mahali hapa, iko roho ya mtu inatafutwa. Unautafuta ushindi ndani ya maisha yako. Ni muda wa kusema ndio kwa Bwana. Nitauliza swali. Nataka kukuambia ya kwamba Mungu wetu sio wa mazoea. Mungu sio wa mazoea. Na anasema ukimwonea aibu duniani, naye atakuonea aibu mbele za Baba. Natamani kuzungumza na watu ambao wamelisikia neno la Mungu jioni ya leo. Kabla hatujaingia kuomba, wanatamani kumpa Yesu maisha yao. Wanatamani kusema, Bwana, niko hapa. Nimetazama na kujiona ya kwamba nilikaa mbali nawe, na ndio sababu maisha yamenipiga. Hebu tufanye patano na Mungu kabla hatujaingia kuomba. Mtu yeyote anayetaka kuokoka na kukaribisha huku mbele. Kuokoka sio dini mpya, bali ni kumpa Mungu maisha yako na Mungu kuja kukaa ndani yako. Na nataka kukwambia, kuokoka sio ushamba, bali ambao hawajaokoka hao ndio washamba. Sisi tuliookoka ni wajanja sana. Haleluya. Ninaomba mtu yeyote anayetaka kumpa Mungu maisha yake aje hapa mbele. Huu ni wakati wako binafsi, wala sio wakati wa kumtazama jirani yako au rafiki yako uliyekuja naye. Mbele za Mungu utasimama wewe kama wewe. Ni wakati wako binafsi. Maisha yako sio ya rafiki yako wala sio ya ndugu yako. Chukua uamuzi ulio sahihi. Mungu anakuita kwa sauti ya upole. Ninasema